بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد أبا القاسم صلوات ربي وسلام إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na utukufu wake. Ni mimi mtumishi wenu Ahmed Kandauma. Ama kwa hakika kuna jambo limetokea. Ili jambo kimsingi tuna haki ya kukumbushana, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tukumbushane, hakika ya ukumbusho unawafaa waumini. Limetokea jambo katika jambo ambalo kimsingi elimu inatakiwa itolewe, si lingine isipokuwa kuna wale ambao wabunge wamepata nafasi ya kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walindai alhamdu, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na wajalie waweze kufanya kazi katika mwenendo uliokuwa mzuri sana, ili tuweze kupata manufaa katika umma wetu wa Tanzania. Lakini wale wabunge miongoni mwao wapo Waislamu, na kama ulivyo utaratibu, kuna utaratibu wa kuapa, kuna kiapo. Sasa katika kile kiapo, ukiwa umeshika, kwa maana wewe kama Muislamu utapewa mashaf, kwa maana msaafu, ili ushike kwa lengo la kuapa kile kiapo cha bunge, lakini pia na ukiwa unathibitisha kwamba imani yangu mimi na ikubali Qur'ani. Sasa imetokea miongoni katika wabunge wapo ni Waislamu ambao ni wadada, tuseme ni wamama ambao wenye jinsia ya kike. Sasa wakati wameushika ule msaafu, nywele zao ziko wazi, lakini pia hata mavazi yao manake wako aura, kimsingi wapo uchi. Niwaambie, hili ni jambo ambalo kimsingi sio sahihi katika Uislamu, mwanamke kuishika Qur'ani ili hali mwanamke huyo hajajistiri, manake hajajihifadhi. Inawezekana akawa yupo katika hali ya hedhi, inawezekana akawa yupo katika hali ya janaba, inawezekana yupo katika hali ya nifasi. Itakuwa ni tatizo kwake kuishika Qur'ani. Na haya si maneno yangu, bali ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anaeleza katika suratul Waqi'a, na hii nimeiweka special ili upate kuiona Qur'ani. Katafute suratul Waqi'a aya nambari 77 mpaka aya nambari 80. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin. Allah tabaraka wa taala anasema innahu la Qur'anun karim,